Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii bwana inahusiana na issue ya Diamond Platnumz. Bwana, moja kati ya habari ambazo zinazo trend zaidi sasa hivi hapa huko mtandaoni bwana ni swala zima la birthday ya Diamond Platnumz. Sasa kitu ambacho kimetuacha hoi bwana ni kwamba maneno yamekuwa tofauti kutokana na kwamba kuna baadhi ya watu au kuna baadhi ya page ambazo zinaripoti kwamba Diamond ana miaka 36 kama yeye mwenyewe alivyoposti juzi katika ile post ambayo alikuwa ameiweka. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba kuna hii post ambayo Diamond Platnumz aliiweka kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, akiwa anaelezea kwamba yeye bwana mwezi huu wa Oktoba alikuwa anawaahidi mashabiki zake kwamba atakuwa anaachia kazi juu ya kazi. Lengo lake ni kwamba ameamua kuwapa burudani mashabiki ambao wamekuwa wakimsupport kwa muda wote huu. Lakini pia vile bwana ni kwamba watu wameona kama vile wanavurugika kidogo na issue ya umri wa Diamond. Kutokana na kwamba bwana watu wamekuwa wakihisi kwamba Diamond mwenyewe alisema kwamba anafikisha miaka 36 mnamo Oktoba tarehe 2 ambao ni leo, na ndo hapo akaahidi kwamba ataachia ngoma juu ya ngoma kwa ajili tu ya kukata kiu ya mashabiki zake. Lakini leo kupitia peji ya Wasafi kuna vitu kidogo vimetokea ambavyo kidogo vimewachanganya watu. Lakini pia vile kuna kitu hapa kimetokea kwamba huyu Diamond pia ametoa support kwa mashabiki na wadau mbalimbali ambao wanapitia wakati mgumu au vibwana. Lakini pia vile ni kwamba tumeona kwamba Stukizi ameenda kumsurprise Diamond Platnumz nyumbani kwake pale baada ya kufahamika kwamba leo ilikuwa ni siku yake ya birthday. Lakini pia kuna page wameandika kwamba Diamond ni miaka 37, wengine na miaka 36, lakini tunachofahamu ni kwamba yeye mwenyewe alichokisema ana umri wa miaka 36. Lakini japokuwa kuna baadhi ya page wamesema kwamba Diamond ana miaka 37, bwana hilo jambo si la kweli. Umri wa Diamond ni 36 years old. Na hiyo ni kwa mujibu wa yeye mwenyewe alichokizungumza. Kwa hiyo kama umekutana na page zimeandika kwamba Diamond ana miaka 37, basi ujue tu watu wameamua kujiongeza au kuongeza vitu ambavyo havipo. Sasa tukirudi kwenye vibe la birthday ni kwamba Stukizi amekuwa ni moja kati ya watu wa awali kabisa kujitokeza kwa lengo moja tu la kwenda kumsurprise Diamond Platnumz na birthday cake. Ni jambo ambalo kiukweli limewafurahisha watu wengi sana. Page mbalimbali pia zimekuja kuripoti kuhusiana na swala hilo la Stukizi kwenda kumsurprise Diamond Platnumz na ile birthday cake. Lakini pia vile page kibao zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa bwana kuna page wameandika kwamba bwana sikutegemea mimi jamani hadi machozi amenitoka. Kiasi gani ambavyo Diamond anavyojitoa kwa ajili ya Watanzania wenzake. Kwa hiyo hii ni siku nzuri kabisa kwake na kumpongeza kwa siku hii ya kuzaliwa. Happy birthday to him. Hiyo ni moja kati ya page ambazo zimeripoti kuhusiana na hiyo habari. Lakini pia vile hapa kuna page nyingine wamekuja wameandika kwamba Stukizi amemsurprise Diamond na zawadi ya keki. Alafu hapa chini katika caption wakaandika kwamba bwana mtayarishaji wa muziki hapa Tanzania Stukizi amemsurprise Diamond Platnumz na zawadi ya keki katika kumbukumbu yake ya kuzaliwa mnamo siku ya Oktoba tarehe 2. Lakini pia vile hapa kuna wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao katika comment section. Kuna watu wengi sana hapa wamekuja wameandika kwamba happy birthday more life Simba na vitu vingine kama hivyo. Lakini hapa bwana kuna mdau ambaye huaga anaandaa makala mbalimbali na this time around of course katika siku hii ya kuzaliwa ya Diamond Platnumz ameandaa tena makala nyingine akiwa anampongeza. Amesema kwamba bwana vijana fanyeni kazi, Diamond aliuza mitumba leo hii amekuwa tajiri. Bwana huyu ni Optiger ameandika hivyo, kisha hapa chini akaandika makala ndefu ambayo nataka nikusomee chap. Ameandika kwamba siku ya leo Diamond Platnumz ametimiza umri wa miaka 36. Star huyu alizaliwa mnamo Oktoba mwaka 1989 tarehe 2.
Bwana ni miongoni mwa watu ambao wanaotumika kama mfano wa kijana kwamba unaweza kutoka katika hali duni, lakini pia vile vile unatakiwa upambane na unaweza kufanikiwa mpaka ukashangaza dunia. Akaendelea hapa kuandika kwamba Diamond ametoka kwenye familia ya kimaskini sana kabla ya kutoboa kimziki. Ameanza huko zamani akiwa anauza mitumba, lakini kwa sasa hivi ni mwekezaji mkubwa sana katika tasnia ya bahari, muziki pamoja na biashara mbalimbali. Ameendelea hapa kusema kwamba hivi sasa ukiwa karibu na Diamond Platnumz, hata kufanya usafi tu nyumbani kwake tu unakuwa maarufu. Hii inathibitisha namna gani ambavyo jamaa ana ushawishi mkubwa sana katika jamii. Watoto wa Diamond Platnumz, wazazi wa Diamond Platnumz, marafiki, wafanyakazi na wafanyabiashara wenzie wote wamekuwa maarufu. Hii inaonyesha influence ambayo Diamond yuko nayo kwenye jamii. Tiger akaendelea kusema kwamba bwana, enzi hizo kabla ya kujipata ni kwamba pisi zilikuwa zikimkimbia, nyingine zilimuita Domo, lakini hivi sasa bwana anaitwa Lips Denda kama mwenyewe anavyosema. Lakini pia vile vile ni kwamba ni wazi kwamba inaonekana dhahiri shahiri kwamba kila mwanamke anatamani kuwa naye. Hii inafundisha kuwa mtu sio nyau. Ukipata pesa bwana unatakata, hivyo basi vijana tutafute pesa. Tiger bwana akaendelea hapa kusema kwamba bwana, hivi karibuni Diamond Platnumz amewashauri vijana wafanye kazi na waache kulalamika, kwa sababu anajua kabisa kwamba machungu ya kuwa maskini. Hivyo basi kutokana na kauli na maneno hayo ya Diamond Platnumz, hakukuwa na sababu yoyote ya kubezwa kwa lugha kali aliyoitumia watu watafute kazi. Alichokuwa akikimaanisha ni kwamba kiukweli umaskini ni mbaya sana. Inabudi vijana tupambane kwa ajili ya kutokomeza umaskini. Lakini akamalizia hapa Tiger kwa kuandika kwamba happy birthday Simba. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana kwenye siku ya birthday ya Diamond Platnumz. Kwa mujibu wa habari ambazo tumekutana nazo katika page mbalimbali, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia hata wewe pia ukiwa kama mdau bwana, hebu tuwekee maoni yako vile vile katika ukurasa wetu hapa wa Trend TV hapa YouTube, hapo chini kwenye comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.